Tukio ambapo watu 9 wa familia moja waliangamia kwenye mkasa wa moto usiku wa kuamkia leo. Moto huu unaaminika kuwashwa na watu wasiojulikana, huku wakazi wa kijiji hicho wakivamia makazi ya mmoja wa washukiwa na kuteketeza nyumba yake. Mwanahabari wetu Suleiman Kagwe anaarifu zaidi. Kilio na huzuni ni dhahiri kwenye nyuso za wakazi wa kijiji cha Upanda, Sigomere, eneo la Ugunja, kaunti ya Siaya. Ni kufuatia mkasa wa moto ambao umeifuta familia nzima ya Uma Opondo, mkewe na watoto 7 wakiangamia kwenye mkasa huo wa moto ulioripotiwa kuwashwa kimakusudi na watu fulani. Kulingana na wanakijiji, Opondo na familia yake walienda kulala, lakini walisikika wakipiga mayowe ya kuomba msaada muda mfupi tu baada ya saa 3 usiku wa Jumanne. Wa kwanza kuitika alikuwa mfanyakazi wa familia hiyo, Sylvester Omondi, ambaye anasema aliamshwa na harufu kali ya petroli na mayowe kutoka kwa Uma, na alipofika kusaidia alipata mlango wa nyumba ya familia hiyo ukiwa umefungwa kwa nje huku moto ukiwaka. Nikaamka nikapata nyumba imewakishwa moto na nikaenda kusaidia ndugu ya bosi wangu kwa vile mimi nafanya kazi hapo. Lakini kufika nilipata moto bado haikuwa imeenea sana, nikapiga nduru lakini watu hawakutokea. Nilipiga nduru kwa dakika 10 lakini hakuna mtu ambaye alitokea. Sasa watoto walikuwa wanalia. Wanakijiji wameshangazwa na unyama huu, wakisema wanashuku jirani wa karibu alihusika na tukio hilo kufuatia mzozo wa ardhi ambao umekuwepo. Wakazi wenye ghadhabu wakivamia makazi ya mshukiwa na kuteketeza nyumba yake. Alipewa shamba kiasi kidogo, lakini alienda akachukua shamba kubwa eka karibu 2. Sasa wamekuwa na mzozo, wakienda kotini kila wakati, akaambiwa kuwa atahama katika ile shamba baada ya kumaliza ile kesi. Tukio hili limekemewa vikali na mwakilishi wadi wa Sigomere, Andrew Omwende, ambaye ametaka asasi za usalama kuharakisha uchunguzi ili kubaini waliotekeleza unyama huu na ni kwa nia gani. Kupoteza watu 9 si kitu rahisi. Familia wamehuzunika ile mbaya. Situation vile nimeona hapa, situation is tense. Anything can happen right now as we speak. Naweza sema kwamba serikali ikuje haraka iwezekanavyo, justice ipatikane haraka iwezekanavyo, la sivyo wananchi wanaweza chukua sheria mkono wao. Wakichukua inaweza kuwa mbaya sana. Suleiman Kagwe, KTN.